ya CR Belouizdad walimfunga goli 4-0, lakini pia wana historia ya kushindwa kwenda robo finali baada ya kushindwa kumfunga MC Alger katika ardhi ya hapa nyumbani kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo katika mazingira kama haya pia inawezekana ikawa ni sababu ya kusema kwamba, unajua watu wengine wanaweza kusema kwamba kwani kinachocheza ni imani au kinachocheza ni uwezo wa timu. Ni kweli uwezo wa timu unaweza ukacheza, lakini katika football, sisi ambao tumesoma football, kuna kitu kinaitwa psychological football, kwamba katika mpira kuna kitu kinaitwa saikolojia ya mpira. Wameona kwamba kuendelea kuutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, hususan katika kundi B ambalo linatafsiriwa kwamba ni kundi gumu zaidi, ni kundi ambalo linaweza likaamua tofauti, basi namna ya kuweza kulitibu, basi inatakiwa waweze kwenda katika uwanja ambao wao kisaikolojia watakuwa na more confidence. Kwa hiyo nafikiri katika eneo hilo Yanga watakuwa wamefanikiwa zaidi kuliko kuendelea kuforce kubaki katika eneo ambalo kisaikolojia linakuwa linawatesa zaidi. Kwa hiyo hiyo inakuwa katika football inaruhusiwa kabisa kuweza kufanya maamuzi sehemu ambao unahisi kabisa kwamba hapa mimi naweza nikapata ushindi. Ndio, Falia tafadhali mashukuru ni mwana michezo mwenzetu popote pale ulipo. Karibu tena dimbani. Jina langu naitwa Cisco. Njoo tukujuze kile ambacho tumekuandalia mimi pamoja naye Steven Mapunda, lakini tunakupatia breaking news. Young Africans rasmi wameiondoa michezo yao Benjamin Mkapa na kuipeleka New Amani Complex Zanzibar. Yanga sasa hatua ya makundi michezo yao yote ya nyumbani itapigwa kwenye uwanja wa New Amani ulioko visiwani Zanzibar. Ni kwa nini? Basi ungana nasi sako kwa bako ili usilele matangazo jadidi kweli kweli yasiyokuwa na shida wala shaka yeyote ile, yakiwa yanapewa nguvu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inazalisha na kusambaza bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae na zile pia zenye matilu ya chenga chenga, zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kununua mabati bwana, unajipatia pia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake ni ya muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Bati unanunua wewe, anakuja kutamba nayo kijana wako. Fika kiwandani upate kilichokuwa bora zaidi. Cha kufurahisha, bati zetu azikabati kutu wala zipauki. Ukishindwa kupiga nambari ya simu hiyo ambayo iko hapo, unaweza pia kunipigia moja kwa moja kupitia nambari yangu ya simu ya kiganjani ya 0782055044. Narejea ni 0782055044 kwa bati bora zaidi kutokea Bati Quality. Mapunda Steven, uko vizuri bro? Yes, mimi niko vizuri. Uzima upo na haulalamiki? Ya, namshukuru Mungu. Uzima upo, silalamiki. Namshukuru aliye juu. Ndio. Na siku zote amekuwa mwema sana. Yes. All the time God is good and that is nature. Mungu ni mwema kila wakati na hiyo ndio asili yake. Kabisa. Wala mambo ni mengi kweli kweli, muda ni mchache, lakini muda huo mchache haufanyi sisi na michezo tushindwe kupeana taarifa bora za michezo na burudani. Unanipata uzuri? Taarifa rasmi ni kwamba klabu ya Yanga kupitia meneja wa habari na mawasiliano wa kikosi hicho Ali Shabani Kamwe wameuchagua uwanja wa New Amani Complex ulioko visiwani Zanzibar kuwa ndio uwanja wao wa nyumbani kwenye mashindano yote ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Ikumbukwe kundi lao ndio kundi linalosemekana kuwa gumu zaidi kwa maana ya kundi B. Wapo Al Ahly, wako Young Africans, AS FAR Rabat pamoja na timu kutokea pale Algeria, JS Kabylie. Mtazamo wa Young Africans na malengo yao nini hasa ambacho nakiona? Kwa sababu pia kumekuwa sasa na mambo ambayo unaweza kusema ukitaka kushuhudia mchezo wa Yanga lazima ukate tiketi mbili. Kama huko Tanzania bara lazima ukate tiketi mbili ili kushuhudia mchezo wa Yanga. Unakata tiketi ya boti, alafu unakata pia tiketi ya kwenda uwanjani. Hii imekaje Steven Mapunda? Kisoka zaidi. Of course, kwa upande wangu mimi nimeona kwamba Young African wamefanya kitu ambacho kinaweza kikawaunganisha wana Yanga wenyewe, lakini pia wakaliunganisha taifa kiujumla. Kwa sababu kwa upande wa haya mashindano tunaiona Yanga ikiwa inataka kuifanya kuwa timu ya wananchi katika uhalisia wake. Na wanaoisupport Yanga wanapatikana Zanzibar, wanapatikana Tanzania bara. Lakini pia utakuja kuona kwamba
muasisi wa taifa la visiwani Zanzibar na muasisi pia wa muungano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Amani Abeid Karume hayati huyu pia amehusika katika historia kubwa sana ya kujengwa kwa Young African. Kwa hiyo pia kuipeleka visiwani Zanzibar pia inakuwa kama sehemu ya heshima ya kuweza kuenzi yale ambayo aliweza kuyafanya Amani Abeid Karume wakati wa kuijenga Yanga. Na kwa sasa tunaona tunaye bibi yetu pale Mama Karume, lakini pia kumpelekea Yanga kule inakuwa kama sehemu pia yeye kujiona kuwa sehemu ya familia ya Young African. Kwa katika eneo hilo nafikiri kwamba uongozi wa Yanga umeona ni zawadi tosha kwa kuweza kuunganisha Zanzibar pamoja na Tanzania bara, kwamba sisi ni watu wa moja, lakini pia Yanga ni ya watu wote kutoka bara na visiwani. Hiyo katika eneo la kwanza la kuweza kutunza mahusiano yaliyopo kati ya Zanzibar pamoja na Young African. Lakini pia ukiangalia matokeo pia wamekuwa na matokeo rafiki sana wanapokuwa wanatumia visiwa vya Zanzibar. Tumeona mara ya mwisho walipokuwa wanacheza qualify kwenda hatua ya makundi kwa msimu uliomalizika, ambao wakiwa na Miguel Gamondi waliweza kuqualify wakiwa pale katika visiwa vya Zanzibar, waliweza kupata matokeo bora sana. Lakini pia wamekuwa wakitoka na matokeo bora wakiwa katika visiwa vile vya Zanzibar, na wamekuwa wakifanya vyema sana. Lakini pia katika nature hii ya matokeo pia inafikiri inaweza ikawajenga imani na matumaini kwamba wanaweza wakapata kitu kilicho bora sana. Lakini pia kwa hapa Benjamin Mkapa wamekuwa na historia ya kuweza kufuzu kwenda hatua ya robo finali kwa kupata matokeo mbele ya CR Belouizdad, walimfunga goli 4-0. Lakini pia wana historia ya kushindwa kwenda robo finali baada ya kushindwa kumfunga MC Alger katika ardhi ya hapa nyumbani kwenda hatua ya robo finali. Kwa hiyo katika mazingira kama haya pia inawezekana ikawa ni sababu ya kusema kwamba, unajua watu wengine wanaweza kusema kwamba kwani kinachocheza ni imani au kinachocheza ni uwezo wa timu. Ni kweli uwezo wa timu unaweza ukacheza, lakini katika football, sisi ambao tumesoma football, kuna kitu kinaitwa psychological football, kwamba katika mpira kuna kitu kinaitwa saikolojia ya mpira. Kwa hiyo saikolojia ya mpira pia inakwenda kuamua hatima ya mtu, na ndio maana unakuta katika timu zetu hizi kunakuwa na wana psychology maalum kwa ajili ya kuweza kurudisha saikolojia ya wachezaji, kuiweka katika msawazo ulio sawa, kuirudisha saikolojia ya viongozi, kurudisha saikolojia ya benchi la ufundi, lakini pia kuirudisha saikolojia pia ya wale ambao fans ambao wanaisupport timu, ni contact ya moja kwa moja, ambao unakuta kwamba hawa wanaitwa influencers, ambao influencers wanapata nafasi ya kuweza kukaa hata kiti kimoja na viongozi kuzungumza, wanapata nafasi hata ya kukaa na wachezaji, wakati mwingine kukaa na mchezaji mmoja mmoja, kuwa na urafiki na mchezaji kwa ukaribu zaidi, ambao influencers yao tunawaona ndani ya Simba, tunawaona ndani ya Young African, ambapo hawa influencers kama saikolojia yao inakuwa haiko sawa sawa, wanatakiwa waweze kupatiwa tabibu wa kisaikolojia ili kuweza kuwaweka sawa sawa, kwa sababu wao wanapokuwa sawa sawa kisaikolojia inakuwa rahisi zaidi kwenda kutibu katika eneo la kiwanja. Kwa hiyo inawezekana katika utaalamu wa kisaikolojia ndani ya Young African wameona kwamba kuendelea kuutumia uwanja wa Benjamin Mkapa, hususan katika kundi B ambalo linatafsiriwa kwamba ni kundi gumu zaidi, ni kundi ambalo linaweza likaamua tofauti, basi namna ya kuweza kulitibu, basi inatakiwa waweze kwenda katika uwanja ambao wao kisaikolojia watakuwa na more confidence. Kwa hiyo nafikiri katika eneo hilo Yanga watakuwa wamefanikiwa zaidi kuliko kuendelea kuforce kubaki katika eneo ambalo kisaikolojia linakuwa linawatesa zaidi. Kwa hiyo hiyo inakuwa katika football inaruhusiwa kabisa kuweza kufanya maamuzi sehemu ambao unahisi kabisa kwamba hapa mimi naweza nikapata ushindi. Kwa sababu pia saikolojia kwenye mpira inatembea hadi katika rangi. Unaona, kwa mfano kama mtu wa Yanga ukitumia rangi nyekundu, kisaikolojia unakuwa unamuathiri, inampelekea kupata matokeo mabaya katika kiwanja. Yani saikolojia inakwenda kumpa tafsiri hata katika aina za jezi za kuvaa. Umeona, mimi nikivaa jezi za kijani napata ushindi, nikivaa jezi za njano napata ushindi kwa shida, nikivaa jezi nyeusi lazima nishinde, siwezi kupoteza. Kwa hiyo saikolojia pia ipo hata Ulaya, kwamba kuna watu wanaishi kwa imani hiyo na inakwenda kumpa results katika eneo
la kiwanja. Kwa hiyo bwana Sisco, mimi nafikiri katika maamuzi haya ambayo Yanga wameweza kuyafanya, nafikiri atakuwa ni maamuzi bora sana ambayo yanaweza yakawasaidia kuweza kufuzu kwenda hatua inayofuata, hatua ya robo finali. Ndio. Bwana, hivyo ndivyo ambavyo Steven Mapunda anaungana na Young Africans ama kuiunga mkono klabu ya Yanga kwenye hatua hiyo ya makundi na kuchagua uwanja wa New Amani ambao uko kule visiwani Zanzibar kama uwanja wao wa nyumbani kwa michezo yote ambayo Young Africans itacheza. Ikumbukwe ratiba ya Yanga itaanza mwezi huu wa 11 tarehe 22, watacheza bwana pale New Amani, na mchezo wao wa kwanza utakuwa dhidi ya FAR Rabat kutokea pale Morocco. Iko hivyo ama sio hivyo? Lakini ndivyo hivyo, tarehe kwamba tarehe 22 Yanga ndio watatupa karata yao. Lakini kumbukwe Yanga wao ndio inasemekana wapo kwenye kundi dume kweli kweli. Jina langu naitwa Sisco. Mapunda Steven hapa amezungumza mengi na mazuri, lakini akiwa na pungufu kubwa mno na Bati Quality, kampuni bora ya Kitanzania inazalisha na kusambaza bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana, mfano wa kigae, na zile pia zenye matirio ya chenga chenga, zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Kununua mabati unapata pia misumari pamoja na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Warranty yake na muda mrefu, miaka 10 ya uangalizi. Unanunua bati wewe, anakuja kutamana nayo kijana wako. Fika kiwandani ujipatie bati nzuri, upatie pia warranty ya muda mrefu, lakini bati zetu zipauki wala hazishiki kutu. Unanipata uzuri nyuma ya kamera yuko mwamba kweli kweli, muite Michael Arois, na mimi sina la ziada. Nikurejeshe kwake Michael Arois kwa ajili ya kuendelea na mambo mengine kadha wa kadha, lakini ungana nasi kwa sababu mambo mazuri yanakuja. Tunataka kusema waila linka. Maasalam.